Habari ndugu wasikilizaji, karibu tena katika kipindi changu hiki cha mahusiano ndoa. Mafundisho kuhusu mwanamke katika ndoa ama katika maisha yake ya kujichukulia kama inavyostahili kwa mwanamke aliyemkamilifu kwa Bwana Mungu. Pia kwa mumewe, ndoa ama akiwa bado nyumbani kwao. Tunaanza kwa wanandoa. 1 Petro 3 mstari wa 1 wa 5 hadi wa 6. Yes. Yake inasema hivi: maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumikia Mungu na kuwatii waume zao. 6. Kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu, akamwita Bwana, nanyi ni watoto wake, mfanyapo mema wala hamkutishwa kwa hofu yoyote. Basi, je, wewe ni mwanamke? Je, umemheshimu mume wako? Wengi wanawake hawawatii waume zao sababu wamejaa kiburi cha asili, yaani kiburi ambacho hata wazazi hawakuweza kuwashauri wakiwa utotoni wala usichana wao. Mwanamke ni pambo jema kwa mwanaume au kwa watu wote, na wakubali ili waige kwako pia wengine. Na waseme, hakika huyu ndiye mke mwema atokaye kwa Bwana. Mungu sio tu kwa watu wa karibu ama nje, hapa pia kwa mume aweze kujivunia katika nafsi yake na kusema, hakika mimi tu ndiye nimeweza kuchagua vema, ama Bwana Mungu amenipa vema sana. Kitabu cha Mwanzo 2:18, 2:21 hadi 22 hadi 25. Kwa binti msichana akiwa bado kwao, naye kazaliwa iwe mfano kwa watu wote, maana imeandikwa, tuwe kama barua isomwapo na watu wote. Hata mwanaume wa heshima waseme, kweli binti fulani miongoni mwa Bwana, binti wa heshima sana, sio tu kwa nje bali hata pia kwa ndani. Binti mwema ni lazima afanane na wema wake. Pia wanasema, ni lazima ujilinde heshima yako mwenyewe, sio wengine, wala wanaume wasipate kukuchezea. Hapana. Lazima ujiheshimu kwa mwenendo, pia kwa mavazi, maana hata mavazi huwa una quality yake au ina qualify mtu kwa hali yake. Maana dunia ishote, yani ionyeshe kidore, iseme yule kweli anastahili kuwa mke wa mtu wa heshima. Vaa mavazi marefu, wala isiwe fupi, ila isiwe kama vile ukalamusi. Hapana, iwe kawaida tena ya heshima kwa watu wote, sio kwa kujificha ficha ujapokuwa una itilafu fulani. Hapana, lazima upendwe na Mungu mwenyewe, hata kuheshimisha zaidi na zaidi. Usibadili asili yako sababu ya kuona aibu, labda umechelewa. Hapana, haraka haina baraka. Basi kwa haya machache, naomba usisahau kusubscribe page yangu ili uweze kupata darasa linalofuata. Asante.